alipigwa akasulubiwa katika mwili. Amen. Aliteswa katika mwili. Yes. Sasa katika mwili tumeteseka na vitu gani? Amen. Angalia mambo yako ya mwilini. Chunguza vitu vyako vya mwilini. Amina. Aidha ni uchumi. Yes. Aidha ni ndoa. Amina. Ni kazi. Yes. Vile vitu vyako pendwa vya mwanadamu. Amina. Anavyovipenda. Sababu mwanadamu anapenda vitu vya wapi? Vya mwilini. Yes. Ndivyo anavyovipenda. Tukiombea maombi ya kukomboa uchumi, yes, watu watajaa. Amina. Tukisema maombi ya kujazwa Roho Mtakatifu, yes, wala kuja watu wachache. Amina. Amen. Amen. Tukisema maombi ya ndoa, watajaa. Amina. Waliomo kwenye ndoa na walio nje ya ndoa, yes, wote watajaa. Amen. Haleluya. Amen. Tukisema baraka za kupaka magari, kupata viwanja, kujenga majumba, hamna mtu atabaki nyumbani. Amen. Yaani kwamba tumetangaza tu ya kwamba leo Ijumaa ijayo, yes, hapa watu wanatoka na majumba. Amen. Na watu wakaamini. Yes. Hamna anayelala nyumbani, hata kama anaumwa atajikongoja afike kwenye ibada. Yumba. Kwa sababu wanadamu wanapenda vitu vinavyoonekana katika mwili. Amina. Haleluya. Sasa ndio Yesu akaona asulubiwe kupitia vitu vya mwilini. Yes. Haonekane. Amen. Ateseke. Amen. Ili ya kwamba akishuka katika roho, amina, anaposhuka kuzimu, yes, wapo wenye miili iliyolala, ile miili itafufuka. Amen. Na vitu vya mwilini vitafufuliwa pia. Yes. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amen. Ule ulikuwa ni ushindi, amen, wa vita ya kiroho. Yes. Haikuwa safari nyepesi. Amen. Ilikuwa ni safari ya kivita. Amina. Ilikuwa ni safari ya mapambano. Amen. Hakwenda kule lele mama. Yes. Tunaposema kuzimu hapa duniani, amen, ipo kuzimu. Amina. Yapo malango ya kuzimu ambayo tunapambana nayo. Amina. Usiku na mchana. Yes. Tukiomba, tukitamka, mapepo yatasema hapa, huyu tulimweka kizazi chake kwenye mlima. Amina. Huyu tulimweka kizazi chake kwenye shimo la choo. Amina. Huyu tuliweka miguu yake, unyayo wa miguu tuliweka kwenye makaburi. Yes. Hii yote inayotamkwa na mapepo, amina, ndiyo milango yenyewe ya kuzimu. Amina. Wakishaweka nguo yako, amen, katika kaburi la babu, yes, maana yake wameshakupeleka wapi? Kuzimu. Wamechukua kucha, wamechukua pete ya ndoa, amen, wamechukua cheti chako cha kuzaliwa, yes, wamechukua cheti chako cha chuo, ndio, cha sekondari, wameyachanganya, wameweka kwenye mashimo ya majalalani. Maana hilo shimo limegeuka kuwa ni lango la kuzimu. Sasa ndio tunayopambana nao katika ibada ya leo. Na Yesu hajawahi kushindwa. Yes. Tumeimba hapa kwa imani ya kwamba hakuna jambo gumu la kukushinda wewe Bwana. Lipo wapi la kumshinda Yesu? Yes. Napenda nikutangazia katika ibada ya leo, hajawahi kushindwa. Tangu vita alivyoanza mbinguni, walitupwa chini. Wale waliopambana naye, yes, walipoangushwa chini, wakapelekwa mahali pa chini zaidi, kuzimu. Amina. Hebu sema amina mbele za Bwana mahali ulipo. Amina. Sema Bwana Yesu, pitia ibada ya leo, chochote kilichoshushwa mahali pa chini, pande za chini za dunia, kwenye moyo wa nchi, leo na vitoa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Kwa nini unaota ndoto? Yes. Unateremka kwenye shimo. Amina. Kwa nini unaota ndoto unaanguka kwenye shimo? Yes. Kwa nini ndoto yako ni hiyo tangu umekuwa kijana, tangu umekuwa mtoto mdogo? Amina. Mpaka leo ni kuteleza tu. Manake katika ulimwengu wa roho, yes, umenaswa kwenye mashimo.
Yes. Isaya anasema watu hao ni watu walionaswa. Yes. Watu hao ni watu waliotekwa. Amen. Watu hao ni watu waliowekwa kwenye magereza. Yes. Waliowekwa kwenye mashimo. Amen. Watu hao ni watu waliofungwa. Amina. Na wala hapana asemaye rudisha. Amina. Lakini katika ibada ya leo tunasema rudisha. Rudisha. Chochote kilichonaswa, chochote kilichozikwa, kilichowekwa kwenye mitaro, yes, kilichowekwa kwenye mashimo, leo kinarejeshwa. Leo kinarudishwa. Natamka kwa jina la Yesu, walichozika cha kwako, rejesha. Jesus. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Imani huja kwa kusikia. Yes. Hapa unaposikia, amina, imani yako ipande. Yes. Imani yako iinuke. Amen. Ya kwamba ninarudishiwa chochote kilichozikwa. Haya maandiko hayakuwekwa bure ndani ya Biblia. Amen. Yamewekwa kwa makusudi maalum ya kwako na mimi. Yes. Ili tupate kutoka kwenye mashimo. Amen. Yapo mashimo ya kiroho, hata kwenye ndoto tunayaota. Yes. Unaota upo kwenye giza. Amen. Unaota unazikwa. Yes. Unaota unakutana na watu waliokufa zamani. Ni kweli. Ukishakutana nao tu, yes, tayari umeunganishwa na network ya kuzimu. Ndio. Wakati tunachora huu mchoro, tulisoma maandiko ya kwamba yule tajiri aliwekwa mahali pa mateso. Amen. Wakati anateswa akaangalia juu. Yes. Akamuona yule maskini. Yes. Ambaye hapa duniani alikuwa akiteseka. Amina. Yeye wakati yeye tajiri anakula bata, ndio, yule maskini alikuwa kwenye mateso. Ni kweli. Lakini mlango ulipogeuka, yes, meza ilipogeuka, wameshakufa wote. Hakuna cha tajiri, hakuna cha maskini, wote lazima upitie kwenye nini? Kifo. Yes. Kifo ni lazima. Amen. Kifo ukikutana nacho ndio unachaguliwa sasa utaenda kupumzikia wapi. Amina. Tajiri, yes, anamuona maskini. Yes. Anaongea na Ibrahimu. Amen. Ya kwamba watume wakawahubirie ndugu zangu. Amen. Kwa habari ya mambo ninayopitia hapa. Yes. Kwamba huku ni kubaya. Amen. Huku ni mateso. Yes. Huku hakufai. Amina. Naomba wakawahubirie Injili. Yes. Wale ambao wameshaona kilichopo. Amina. Kwa sababu walikuwa wanaonana, upande wale walio juu na wale walio chini wanaangaliana. Amen. Anamuona kabisa anko yule pale anateketea. Amen. Anaungua, anapigwa mijeledi. Amen. Haleluya. Amen. Wakawahubirie, wawaeleze habari iliyopo huku. Yes. Lakini anajibiwa majibu ya kukatisha tamaa. Amen. Kwamba wawasikilize Musa na manabii. Amina. Wala wasiwasikilize wafu, haikubaliki. Amen. Wafu kwenda tena duniani. Yes. Na kuanza kuwaeleza mambo ya huku. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo waliopo huku, hata kama una dhambi, hata ni mtakatifu, hata ni nani, amen, hawa waliopo hapa hawawezi kucross. Yes. Kurudi tena kwa walio hai. Amen. Na kuanza kuwaeleza mambo yao. Maandiko yanasema waliokufa hawana walijualo. Haleluya. Waliokufa hawana walijualo. Amen. Hairuhusiwi, yes, kusema kwa habari ya walio hai. Amina. Na wafu. Amen. Hairuhusiwi kuwauliza habari za watu walio hai. Yes. Mtu aliyekufa. Amina. Yaani habari za watu ambao wanaishi. Yes. Haiwezi kuletwa duniani. Amina. Hauwezi kupata majibu. Yes. Hauwezi kupata matokeo. Amina. Kwa kuwa consult waliokufa. Amina. Haitakiwi, haipo. Na imezuiliwa. Yes. Kwa nini Mungu amekataza? Amen. Amekataza kwa sababu hiyo kazi ipo. Amina. Wapo wataalamu wanaiweza. Yes. Wanaifanya. Amina. Yaani ukiona kuna zuio lolote, yes, ujue kuna watu ndio shughuli zao. Yes. Haleluya. Amen. Ukiona pameandikwa usitupe takataka hapa, ujue kuna wataalamu
walikuwa ndio shughuli zao pale, wamepageuza kuwa dampo. Amina. Kweli uongo? Kweli. Mbona humu ndani hatujaandika usitupe takataka? Kwa sababu haijaonekana hiyo shughuli, ila ukianza kutupa nitaandika. Amen. Hata hapa madhabahuni nitaandika usitupe takataka hapa. Amen. 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 Onyo. Yes. Warning. Amen. Kuna lile onyo jingine wewe mwenyewe umeshalijua, usinaniliu hapa. Amen. Ujue watu ndio ilikuwa shughuli zao. Amen. Ukiona Biblia imekataza, manake watu walishafanya ndio kwa utaratibu cha kuongea na marehemu. Marehemu anakuambia, mwanangu, hebu nenda porini kachukue mzizi fulani. Unachukua kama mzizi, unawapa watu, wanaponya magonjwa ya sukari. Amina. Anakuja, mwanangu, hebu nenda, ukikunja kushoto ukikunja kulia utakuta majani fulani, ngoa majani, chemsha, mpe huyo. Amina. Lakini anayekwambia ni babu marehemu. Yes. Anakuambia, mwanangu, mjukuu, huyo mwanamke sio wa kuoa, oa huyu hapa nimekuletea. Ni marehemu kabisa, anakuambia. Amina. Sema hairuhusiwi. Hairuhusiwi. Haitakiwi. Haitakiwi. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi. Sasa hivi vitu, vitendo hivi vilipozidi, ndio ilibidi Mungu mwenyewe ateremke duniani akawakomboe wale waliokuwa peponi. Yes. Wasitumike vibaya. Amen. Kwa sababu ndani ya Biblia kuna maeneo kadha wa kadha ambapo watu waliongea na waliokufa. Amen. Tunaona mtumishi wa Mungu kabisa Samueli anapokufa. Yes. Sauli ambaye alishazoea mambo ya kiroho. Amen. Hawezi kwenda vitani. Yes. Mpaka aongee na Mungu. Amina. Mungu amwambie, vita hii unashinda, vita hii ya ushindi. Yes. Alipokengeuka, haleluya, alipokengeuka Mungu akawa hamjibu tena. Amen. Sio kwa manabii. Yes. Sio kwa kuimba. Amen. Sio kwa kuabudu. Amina. Sio kwa ndoto. Amen. Vyote vimekauka. Yes. Akaona hapa itakuwaje, na yeye ni mtu spiritual. Amina. Kishazoea mambo, kwanza lazima niyapeleke rohoni. Amina. Lazima nikaulize roho, spirit. Amina. Ziniambie. Amen. Sasa hivi roho wa Mungu ameniacha. Amina. Yale mapepo yaliyomsumbua, yes, akaongea nayo. Amina. Yakamwelekeza nenda kwa mganga fulani. Yes. Anaitwa mganga wa Endori. Akaenda kule akapiga ramli. Kwa sababu alishazoea kuongea na roho. Amen. Lakini safari hii akaongea na aliyekufa. Amen. Pamoja na kwamba alikuwa ni mtumishi, haitakiwi, hairuhusiwi. Ukishaona tu waliokufa wanakutokea tokea, ujue tayari unaanza kuunganishwa na ile network. Amen. Haijalishi waliokufa wako upande huu, yes, ama upande wa mateso. Amina. Haitakiwi kuongea nao. Amen. Haleluya. Amina. Haitakiwi. Wewe unatakiwa kuongea na Roho Mtakatifu. Amen. Roho wa Bwana ndiye atakayekuwa msaidizi wa kukuongoza katika kila hatua unayopita. Amen. Hebu sema amen. Amina.